Agizo la Waziri Katambi ni uvunjifu wa katiba. Haya ni maneno ya Zitto Kabwe, kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo na mbunge wa zamani wa Kigoma. Amemshambulia waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi akidai kuwa hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa na kwamba agizo lake linakiuka katiba na sheria za nchi. Kupitia ukurasa wake wa X, Zitto amesema mikutano ya hadhara ni haki ya msingi inayolindwa na katiba na sheria. Hivyo waziri wa mambo ya ndani hawezi kutoa maelekezo yanayozuia haki hiyo. Na nukuu, mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa ni haki ya msingi inayolindwa na katiba na sheria za nchi. Waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka yoyote ya kuvunja katiba. Agizo lake ni batili, amesema Zitto Kabwe. Zitto ameendelea kueleza kuwa kisheria vyama vya siasa haviombi kibali cha kufanya mikutano ya hadhara, bali vinatoa taarifa kwa jeshi la polisi, akisisitiza kuwa hata mkuu wa jeshi la polisi IGP hana mamlaka ya kutoa au kunyima kibali cha mikutano hiyo. Na nukuu andiko lake, mamlaka ya kutoa ulinzi wa mikutanoni ni ya OCD. IGP hatajwi popote kwenye sheria ya vyama, na hata huyo OCD hana mamlaka ya kutoa au kutotoa kibali. Vyama haviombi kibali vya mikutano, vinatoa taarifa, amesema. Katika ujumbe huo, Zitto pia amewataka makamanda wa polisi kutotekeleza maagizo ambayo aliyataja kuwa ni ya kisiasa na yasiyo na msingi wa sheria. OCD yoyote atakayefuata maelekezo haramu na ya kisiasa atashtakiwa kama mtu binafsi. Kauli za Zitto zimekuja baada ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kueleza bungeni kuwa jeshi la polisi chini ya uongozi wa Inspector General wa polisi IGP halitaruhusu mikutano na au shughuli za kisiasa zinazohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi, akisisitiza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria katika kuhakikisha utulivu wa taifa unaendelea. Ngoja baadhi ya comment nipitie hapa. Mmoja kati ya wadau ameandika tena kubwa sana. Mtu mwingine ameandika, kwa hiyo mnataka mvuruge amani, taifa lipo salama. Mtu mwingine ameandika, kwa hiyo bora kipi, ivunjwe katiba kwa maslahi ya usalama wa nchi au iacho ili waendelee kuimarisha uvunjifu wa amani. Mtu mwingine ameandika, wakati wakiwa majukwani na kutoa kauli za kuhatarisha amani, wewe ulikaa kimya, sasa hivi unalopoka. Mtu mwingine ameandika, kinachoshangaza ni kuona baadhi ya watu wanapaza sauti kupinga hatua za tahadhari leo, lakini hao wangekuwa wa kwanza kulaumu serikali kesho endapo kungetokea vurugu na machafuko. Huu ni unafiki wa kisiasa. Sasa hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ili andiko la ndugu Zitto Kabwe, ambaye kwa upande wake anakemea kabisa agizo la Katambi, ambaye hivi karibuni amesema hairuhusiwi kabisa mikutano ya vyama vya kisiasa yoyote, iwe chama cha CCM, iwe Chadema. Hakuna chama chochote ambacho kinaruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara. Lengo la kuzuia ni kwamba ulinzi wa nchi unaimarishwa zaidi. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Fanya hivi Mheshimiwa Spika, kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi.